Hakuna dhambi leo inatumaliza ummati Muhammad kama dhambi ya zina. Zina ni dhambi mbaya. Ma min dhanbin a'zam inda Allah ba'da ash-shirk min nutfatin wad'aha rajulun fi rahimin la yahillu lah. Hakuna dhambi ambayo ni kubwa zaidi mbele za Mwenyezi Mungu baada ya dhambi ya ushirikina kuliko dhambi ya mwanamume kuweka mbegu zake za uzazi katika mfuko wa mwanamke ambaye si halali yake. Hii dhambi ni ya pili baada ya shirki, ni dhambi ya pili. Bahati mbaya leo zinaa imerahisishwa mpaka imefikia pahala badala ya kumstaajabu anayezini anamkosea Mwenyezi Mungu, anastaajabiwa asiyezini. Yani watu wanaweza wakala viapo kwamba haiwezekani kwamba hajazini ule, haiwezekani, labda hayo anaumwa. Tukifikia hivyo kama hatukanyani, itashuka adhabu kwa wanaozini na ambao hawazini. Kwa ajili hiyo kila mmoja asingoje dhambi ya zinaa ikanywa na mashekhe. Unaweza kumwambia mwenzako kwamba bwana wewe, oa bwana, wanawake wamejaa, oa, acha zinaa. Lakini tumefikia mahala ni sehemu ya sifa mtu kujisifu kwamba ana wanawake wengi anao wazini. Mtu kuzini na mwanamke fulani mzuri ni sehemu ya sifa. Man aznaba wa huwa yadhahaku dakhala an-nar wa huwa yabki. Yoyote mwenye kufanya dhambi na hali yeye wakati ule anacheka, anajisikia raha, ataingia motoni hali ya kuwa analia. Ifikie pahala mtoto wako wa kiume unamkanya juu ya kwenda kuwazini watoto wenzako. Isifikie pahala ulinzi leo analindwa mtoto wa kike tu, wa kiume halindwi. Isifikie hivyo. Yule mwanamke unayemzini unayempata kwa urahisi ni mama wa watu yule. Watoto wa yule mama wanaumia, pengine hawana maamuzi, lakini wanaumia kama ambavyo na wewe ungeumia mama yako akiziniwa. Ule wakati unaona mtoto huyu mzuri wa shule, mtoto huyu mpya, mtoto huyu mshamba, mfanyakazi huyu wa ndani hana pa kukimbilia, ni wangu mwenyewe, natafuna mwenyewe ndani kidogo dogo, tafuna. Lakini na wewe nawe ufahamu majaza yake.